Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu. Umezungumza nani baada ya urejesho Yesu mikono mwako. Utakasa wilinde, wewe ni Jehova. Maremoni ya kari roho. Yesu ya kari Yesu. Maremoni bona. Ina bana bobo shiro banyasa. Uloni mu Yesu. Tunaranganya buza Yesu. Uloni mu roho. Ina ibada hiko kwa unaweza. Kwa jina safi ninaomba. Amen. Safari ya wana wa Israeli haikuwa safari rahisi. Ilikuwa ni safari ngumu ambayo inahitaji moyo. Sema imani. Amen. Na wengi waliambia kwamba tuondoke ili tukamsifu Mungu. Na wengi wakagairi. Sema imani. Amen. Wakaambia kwamba mahali tulipo tuko katika nchi ya ugeni. Vyakula tunavyokula si vyetu, bali ni vya maadui. Na wao wanatupatia chakula ili kwamba tukawatumikie. Wengi hawakuamini yale walioelezewa na viongozi wa Ibrahimu. Sema imani. Amen. Maana walitamani kula chakula ambacho ni cha utumwa. Sema imani. Amen. Walitamani kulishwa na maadui. Maana walipofika njiani wakaambia Musa ya kwamba ni heri ungetuacha tuishi katika mji wa Misri, maana chakula tulipewa, maji tulipatiwa, sisi tuliishi maisha mazuri, lakini tulifanya kazi. Lakini Musa akawaambia kwamba kazi mlioifanya haikuwa kazi ya amani, bali ilikuwa na kazi ya utumwa. Amina. Sema imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu izome. Amen. Musa alipomwendea Mungu akamwambia kwamba nipe uwezo ili kwamba niende kwa Farao. Ikawa ya kwamba akaambia Mungu ya kwamba sina mbinu ambayo nitakayotumia kuzungumza na Farao, lakini Mungu akamwambia kwamba nitakupatia saa ile. Are we together? Uongozi sio rahisi. Amen. Amen. Uongozi sio rahisi. Unahitaji nini? Unahitaji neema. Sema imani. Amen. Unahitaji kibali cha Mungu. Amen. Unahitaji maombezi. Amen. Unahitaji maarifa. Na pasipo maarifa basi hautaweza. Sema imani. Amen. Pasipo ujasiri basi wewe hautaweza. Bwana Yesu asifiwe. Maana naona Musa akiambia Mungu ya kwamba mimi mwenyewe nina kigugumizi. Sema imani. Amen. Nenda kwa Farao, mtu ambaye ni jemedari. Amen. Na kutuma wewe, enda kwa Uhuru Kenyatta, enda umwambie kwamba niko hapa urejeshe na ubiri. Utaanza namna gani? Chifu nipatie fare kwenda. Unasikia? By the time umfikie, kama juzi ndione mwingine alikimbia tu amfikie tu peke yake, mara moja amefanya nini? Ametolewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaambia Musa, mimi mwenyewe nakutuma juu ya yule jemedari, maana mamlaka mimi mwenyewe ninayo. Amina. Sema imani. Amen. Sisi unasikia kwa ukana maana Mungu akikuchagua amekupa mamlaka kwa ajili ya kutumika kuzungumza na jemedari, basi utamfikia. Haijalishi una usemi ama hauna usemi. Sema imani. Amen. Haijalishi utashikwa mkono ama hapana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye akiwa amekupatia mkono na amekushika, hakuna yule atakayezuia. Amen. Mimi nilikuwa nasikia tu askofu wa ADC. Hata namba yake unaona tu namba ndio hii, lakini kulikuwa akumira hata. Lakini ninapoongea hivi nasikia siku moja niambia mama, kweli Mungu anaweza toa watu mbali. Huyu ni askofu. Ona. Shalom debari za shalom. Kumbe pia tunaweza ongea. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu akiwa amekufungulia mamlaka, haijalishi ni mtu aina gani ambaye umefungiwa uwezi mfikia, yeye atafanya nini? Atakufikisha. Amen. Sema imani. Amen. Unasikia tu watu wanapatanga mshahara wa shilingi 80,000, 1,100. Siku ile ndakuza 100 kwa hadi na yanzo. Lakini siku moja Mungu anabadilisha hii 1,100 inakuwa ni kipato chako cha kila mwezi. Amen. 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 Inakuwa ni kipato chako cha kawaida. Amen. Hadi kuna wengine watasema kwamba hata kanisa ni jamaa
kuna joto hata siwezi kanyaga ndani. Maana yeye alikupatia, lakini pia wewe ukidharau atafanya nini? Atakichukua. Amen. Paulo anasema soma Warumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Warumi 8 mstari mdogo kuanzia 7 hadi 9. Nasema hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Paulo akaandika barua hii kwa Wakristo walioka katika mji wa Roma, akawaambia kwa kuwa nia ya mwili ni adui katika nini? Roho. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nia ya mwili ni adui ya nini? Ya roho. Tuko hapa kweli? Amen. Tuko. Bwana unina. Leo ni kama tuko. Itabi wakaribo tabibu waja. Enarema. Paulo alitazama Mkristo aliyemkubali Mungu, akatambua kwamba yule mtu anafuata nia za mwili, na akajua kwamba nia za mwili ni adui ya nini? Roho. Sema imani. Amen. Maana mwili inakosea nini? Roho. Tuko pamoja. Amen. Na yule atakayefuata nia za mwili, basi atakosesha roho nini? Amani. Sema imani. Amen. Amina. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Maana mwili huu hautii sheria ya nini? Ya Mungu. Eje byanje bichendanga. Chendanga mlisubira. Chendanga mlisubira. Ukitaka kwenda wapi utafanya nini? Ukitaka kuingia wapi utafanya nini? Utaingia. Lakini roho inabishana na nini? Mwili. Sema imani. Amen. Miguu itakupeleka, lakini roho itakuambia wewe unaenda mahali pabaya. Inabishana na mwili. Sema amen. Roho inabishana na nini? Na mwili. Iwepo utapofuata vitendo vya mwili, basi wewe umefanya nini? Umeisha. Wala haiwezi kuitii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wafuatao nini? Mwili. Hawezi kupendeza nani? Mungu. Kwa sababu Mungu ni nini? Ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Matendo ya mwili yanafanana na matendo ya aina gani? Usharati, wizi, unyang'anyi, sinzi, unyang'anyi, ushuhuda wa uongo, haki nobola ho, tamaa, ulevi, ujanja, bindu bilia mkolai. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni vile ambavyo mwili unatekelezwa, lakini vitendo vya roho haviambatani na vitendo vya mwili. Sema amen. Rudi hapo mama Region. Maana wale wafuatao mwili, wale wafuatao nini? Mwili. hawawezi kumpendeza. Hawezi mpendeze nani? Mungu. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, anakaa ndani yenu, ninyi hamufuati mwili. Hamfuati nini? Mwili. Unasikia? Bali mwaifuata roho.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iwepo mama assembly utakubali roho akae ndani mwako. Haufuati nini? Mwili. Maana vitendo vya mwili ni dhahiri, haviambatani na vitendo vya roho. Na iwepo utafuatana na roho, basi unafuatana nani? Na Mungu. Na iwepo utafuatana na vitendo vya mwili, umefuatana na mwili. Na basi wewe mwili utakupeleka jehanamu, lakini roho itakupeleka wapi? Katika uzima wa milele. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Nimeshukuru sana maneno ambayo Paulo anazungumza. Paulo mwenyewe anazungumza, lakini yupo gerezani. Amina. Hii ni barua ambayo aiandika, barua ya kwanza kwa Wakristo walioko katika mji wa Roma. Wakristo wote duniani. Maana wewe ni Mkristo kwa sababu ya nani? Kristo. Sema imani. Iwepo utafuata vitendo vya mwili, basi wewe ni dhahiri ya kwamba wako raha. Adui wa Kristo. Amen. Ama mweleke. Funga kisa. Handa ile mkoko. Bana banga. Na bichuku byanga. Wapi makofi mazuri. Amen. Maana Mungu mwenyewe azungumza. Huu ni mwili wako, na katika mwili huu umeongozwa na roho, na iwapo utaongozwa na roho, basi mbinguni utafanya nini? Utaingia. Na mwili huu iwapo utaongozwa na vitendo vya mwili, ni dhahiri ya kwamba wako raha. Yes. Sema amen. Amen. Matendo ya mwili ni gani? Nini? Macho. Macho. Taya mwili nini? Macho. Chochote cha umetazama na macho ni kibaya. Ulichokitazama na roho ndio kizuri. Shauri yako. Amen. Soma wala kwa. Lakini mtu awaye yote, Akawaambia lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo. Unajua kuna wale ambao wako na roho. Wacha nikwambie, hata wizi ni roho. Kuna mundu alitana yikana mama asemu ziteka zibiri simu itire. Yikana nasi sile ziteka zibiri kutuka jioni kwa unajipata uko kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu akikuja akikaa hapa na karani hivi khale lubusi abisi, lakini karani amanyitawe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yizomi. Amen. Lakini vitendo vya roho haviambatani na vitu kama vile. Yes. Mburabule. Kwa sababu mwili huu umewekwa, roho yupo ndani. Uchaguzi ni wewe mwenyewe ujifanyie. Fuata mwili ama fuata roho. Kuliana kwe. Moja. Tuko kwa injili. Nipatie kwa. Huyo wacha niambie. Lakini mtu awaye wote usipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Si wake. Unasikia? Mtu asiyekuwa na roho wa Kristo, huyo sio wake. Yaani sio wa Mungu. Kuna watu wamevaa mavazi malabu tswe kuikalira ko bakoleshina Bamanya. Shangwe bakuba paka bakubira yikulu bakubira paka ya Yasi. unasikia? Yes. Lakini roho wa Mungu Yumo ndani yao. Yesu asifiwe. Ili asikamenya kusala. Asala paka atrenga. Luko jasho inafanya nini? Inatoka. Lakini roho wa Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alinishianwa, lakini shiano cha matemo. Roho mchafu. Alinishianwa, lakini shiano cha matemo. Roho mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hiyo roho wa shetani itoke, roho wa Mungu aingie, apepetwe, awekwe kwa kichungi, awekwe kwa kipimo, na ijulikane kwamba ni roho wa Mungu. Haleluya. Amen. Yes. Amen. Amen. Ijulikane ni roho nani? Wa Mungu. Usali le. Msimu unaitwa nani mami?
Jackie, ukuje nikuombee. Ninaona roho wa Mungu ananionyesha. Nataka nitoe mapepo kwako. Na leo hii lazima nitabiri kitu kwako. Nikuje saa ngapi? Niko kazini lakini kuja jioni. Saa 11 uko wapi? Niko ndio ninatoka, nataka nitoke. Saa 12 uko wapi? Ndio nimetoka, niko kwa jam. Saa 1 uko wapi? Niko karibu ninakuja. Saa 2 uko wapi? Haya niko tu hapa kwa kona. Saa 4, saa 5. Sasa ndio nimefanya nini? Kuja tu saa hizi usikose. Kuja tu saa hizi. Utakapofika na maana hivi geti zimefungwa. Au utaenda itabidi ufanye nini? Roho wa Mungu. Kwa wina. Kwa wina. Kwa wina. Ndio maana Paulo waambia kwamba usipokuwa na roho wa Mungu, yule uliye naye ni roho wa shetani. Ni lazima atoke ili roho wa Mungu achukue ushukani. Amen. Sema imani. Amen. Na uweko kwa kipimo. Umira kwa tatizo. Amen. Hebu maana makoba kwa Paulo. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Yes. Bali roho yenu hai kwa sababu ya haki. Ya haki. Unasikia? Kristo atakaposhuka, zile vitendo vyote vya kikatili vimefanya nini? Vimepooza. Umbura bule. Na Mungu na roho iko hai. Umbura kweli mami. Nani mwenye hajanisikia? Akia Mungu ni khambulile ko mwenye unatia una kwa wilwasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro akasema namna gani? Waraka wa kwanza wa Petro. Napenda imaandiko sana. Nani ameyapenda kama mimi? Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutoe roho ya mwili. Tutume roho wa Mungu. Sema imani. Achukua unapoomba, jaribu tukwambie Mungu ya kwamba nipe roho wa Mungu. Akatumike ndani yangu. Sio sema kwamba ondoa kilicho chake leta hiyo inatokanga wapi? Kilicho chake na chako ni gani hicho? Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe amedhihirisha dhahiri ya kwamba ndani mwako ameweka roho. Na roho yule yuaishi ndani. Na anapoishi ndani mwako, yule roho wa kimwili lazima apooze. Amina. Roho wa mwili lazima afanye nini? Apooze. Anyamazishwe. Na roho wa Mungu akuwe Hai juu. Ainuliwe. ama ngozi. Kandi ngozi mumbe. Then I'm going to do injili ni watu wangili ane wake. Bora mna kusema mjini. Petro anasema Waraka wa kwanza wa Petro 5 kidogo kuanzia 1 hadi 5. sikia sasa hii maandiko. Nasema hivi. Na wasii wazee walio kwenu. Petro ambaye ni rafiki ya Yohana awaambia na wasihi enyi wazee waliopo ndani mwenu. Wazee waliopo ndani umbura kwenu lichama hobwe. Unasikia kweli? Tunasikia. Na wasihi ninyi wale walio wazee kuliko wale wengine. Mimi niliye mzee mwenzi wao. Na mimi niliye mzee mwenzi wao. Unasikia? Na shahidi Na wa mateso ya Kristo. ya mateso ya nani? Ya Kristo. When I'm here, I represent who? Jesus. Kristo. Jesus or God. Amina. Na kanyaga katika kitengo cha nani? Badala yeye mwenyewe ashuka na kuleta injili na akanitumia kama chombo, akajaza ndani mwangu. Akaleta kiunganishi cha nafsi na roho ili injili nitakayohubiri iwe injili hai. Amen. Amen. Shahidi wa mateso ya nani? Na mshirika wa utukufu Yes. utakaofunuliwa baadaye. Na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa Baadaye. Lichungeni lichungeni. kundi la Petro awaambie kwamba lichungeni. Wewe mama, lichunge, chunga kundi ambalo
Pastor yuko hapa. Karani yuko. Sharinda wanyene tao. Shika ndio no. Wakati nasema nataka shilingi 200 unatoka kwa mfuko. Hapana. Lazima ufanye nini? So ina maana hii kanisa pasipo yule aliyekupatia. Wewe ni yote kwa tawe. Kuna tawe. Tawe. Ai, sema tawe. Tawe. Maana pasipo wewe basi kundi la Mungu limeharibika. Umbura bule. Amina. Pasipo wewe ndani ya urejesho hakuna nini? Na urejesho. Sema imani. Maana urejesho inategemea uwepo wako. Bwana Yesu asifiwe. Inategemea uwepo wako. Amina. Tulanga nditanga. Ulegera wina. Unaachia nani? Maana wewe umepatiwa. Sasa rute hunjiro au jiazi pap. Uke pastor nami. Pastor hula mitawe. Unatoka unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi ndio uko wapi? Ndio kasi. Uko tu kwa nyumba. Igwe. Na ulele vile nje kumesa. Mwani mko na hii mambo mimi najua. Mmeweka miguu wapi? Na umevaa nini? Useme ile kitu na banga. Bwana Yesu asifiwe. Uko tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe umeliacha kundi la Mungu, na iwepo unaliacha kundi la Mungu, naye Kristo mwenyewe atatoka ndani mwako na atakuacha wewe. Utafikiri uko na Mungu lakini hauna nani? Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ili kanisa la Mungu likue, linahitaji uwepo Wako. sio wangu wako. Linahitaji uwepo nani? Mungu. Wako sio wangu. Linahitaji uwepo wako. Sema imani. Ili kanisa likanawiri, uwepo wa Jehova uwe ndani mwako. Na wewe ujidhihirisha katika kanisa. Matendo yako ikuwe dhahiri ni matendo ya Roho. Uchenda kunjirako. Hanuni shitenga shirisha na bisha mama sinjira homa miba hodore. Uranga. Lakini kato chini kwa sababu ndo lama abamire mara. Mchana nina usafi inaonekana katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Usafi inaonekana katika matendo. Sema imani. Mpaka bandua kureba vile mzee ameuliza kwamba wewe unaenda wapi? Naendanga urejesho. Wacha mimi nimfuate wapi? Urejesho. Nuliza urejesho na mama sehemu ni msafi, ni Sisiri ni msafi, Jennifer ni msafi, ule mwingine ni msafi, sijui nini na nini kila kitu iko salama. Mungu ndio huanza mlibukana. Umedhihirisha kanisa. Na Mungu hupenda mahali kuna amani. Mlanga kubora pastor master ko. Mungu anaanza kuko. Zata, baki. Lichungeni kundi la Mungu. Akawaambia, kwenu na lichungeni kundi la Mungu kulazimishwa na kulisimamia si kwa lazima, si kulazimishwa. Unasikia mzee? Bali kwa hiari. Kama Mungu atakavyo. Unasikia? Jinsi vile Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha. Mimi ningelikuwa ni nyenyeko. Mbula bule. Ningekuwa urejesho hapa sasa ndio nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambia hata jirani twende wapi? Urejesho. Lakini wanyo bole kwamba lenyako timu ona. Lenyako tisi hii nyingine zinaitwa namna gani? Zirango ambazo sunde pashe tena tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au hutiwe nayo. Mara hadi hutiye. Ko. Shiresha kwa nini kilifanyika? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kwa lazima. Ulipokuja nani amekupatia fare? Nani alikutumia fare? Ulijileta mwenyewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wimbo anasema kwa zini ni wananga. Mlimbaga aje? Ni haimba shiwama ya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ndiye atakaye kupatia, na ukicheza navyo yeye ndiye atakayefanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimependa haka kama funzo. Nimekapenda zaidi. Maneno ambayo Petro aliambia kanisa la Mungu, litunzeni kundi la Mungu ambalo mlilopatiwa, sio
sio kwa lazima youth assembly, bali ni kwa hiari. Na ukilinda kanisa la Mungu kwa hiari ko haliyo mwene ulafarisi itayi ishinye mwimuri ulaba mushipi kukumira muri shira mushisundi ulafari koti babone kwamba ni fiti murabona. Maana upendo wa Mungu umo ndani mwako. Sema amen. Lakini ko nulwana ndibukade Nyasaye nufana kukoti kufana kuri kwa yerere rubeka ranka nuchenda kuroni kufana kuri kwasa akakuyira mtu ambaye asina upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliye na upendo wa Mungu haliruaza evangelii injira mbando. Amen. Yes. Nupima iskati inakuingia mzuri. Sio ukishavaa skati wikhala mbele uko tu lazima unafuta namna hivi. Na kaanza tokora na ukhwasana namna hivi alafu iteremka yeye. Ndio bandu bakhoreshe. Amen. Ndio kundi bana. Ampalo mukatiwa. Mukalitunze kwa hiari. Kwa hiari. Unasema hivi. Sio kwa kulazimishwa. Sema ina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa kulazimishwa mama aseme.